Prima porta, sisi tulikuwa kama ninyi na ninyi mtakuwa kama sisi. Ni maneno mazito yaliyopo katika makaburi wanapozikwa masista wa shirika la Benediktini yaliyopo hapa Peramiho, Jimbo Kuu Katoliki la Songea. Unapoingia kwenye mlango tu wa makaburi haya unakutana na maneno mazito kama hayo: sisi tulikuwa kama ninyi na ninyi mtakuwa kama sisi. Tafakari yako ni ipi, mtazamaji wangu mpendwa? Sista, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Labda kwa faida ya mtazamaji tukufahamu. Mimi naitwa Sister Mary Paul, na Benediktini misionari wa Tutsi hapa Peramiho. Hongera sana kwa utume sister. Asante sana. Hongera sana kwa jubilei ya miaka 25 ya shirika lenu. Asante sana. Sister, tumebahatika kufika katika makaburi haya ambayo masista wa shirika lenu wanazikwa hapa. Lakini baada ya kuzunguka katika makaburi haya tumegundua kuna kaburi moja la kitofauti kabisa ambalo msalaba wake ni mfupi, ambalo halina mambo mengi kama yalivyo makaburi mengine. Hili ni kaburi la nani na kwa nini liko hivyo? Hilo kaburi ni kaburi la Sister Benedetta Mbawala OSB, ambaye kwa sasa ni mtumishi wa Mungu. Kaburi lile liko tofauti na makaburi mengine kwa sababu mchakato wa kuelekea kumfanya Sister Benedetta Mbawala kuwa mwenye heri na hatimaye kuwa mtakatifu umeshaanza. Huyo sister ambaye alizikwa hapa Peramiho ni Sister Benediktini wa masista wa Mtakatifu Agnes Chipole. Lakini yeye ni miongoni mwa masista wa kwanza ambao walilelewa na masista wetu wa misionari wa Benediktini wa Tutsi. Na hivyo aliishi hapa Peramiho katika ile nyumba ya masista ambayo mmeiona kule. Na baada ya kufa akazikwa hapa Peramiho. Lakini kwa jinsi alivyoishi, watu wengi walikuwa wakifika kusali kwenye kaburi lake, wakimuomba awaombee kwa Mungu, walikuwa wanafanikisha katika maisha yao. Kwa kuna miujiza mbalimbali ambao imetokea na watu wameanza kuirecord. Ndio hapo na mchakato wa kwanza, process ya kumfanya mwenye heri na hatimaye awe mtakatifu imeshaanza. Na sasa hivi yupo kwenye hatua ya mtumishi wa Mungu. Lakini tunasali kwamba watu pia waendelee kusali kama wanavyoendelea kusali, ili hatimaye awe mwenye heri na vile mwishoni awe mtakatifu. Huyu Sister Benedetta Mbawala ambaye ni mtumishi wa Mungu, wapo watu wengi ambao wanakuja kwenye lile kaburi na wanasema wakisali pale wanafanikisha vitu mbalimbali. So kama sikosei, nafikiri 2012 mchakato ulianza rasmi wa kumfanya kuwa mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo process ilivyoanza, walifika hapa watu kutoka Roma ambao wanashughulika na hizo shughuli, na wakafanya sijui Kiswahili kizuri, kuchimbua au kuchimba, yes. Na baadaye wakatoa masalio yake, na masalio yake hapo Cathedral ya Songea kule ndio yamehifadhiwa. Lakini hata hivyo watu bado wanaendelea wakiamini kwamba bado mwili wake upo hapa, na wakiendelea kusali wanachukua udongo. Kuna wakati udongo unabebwa tena unaisha, udongo mwingine unawekwa. Kwa hiyo watu wana imani kubwa sana kwamba Sister Benedetta Mbawala ambaye ni mtumishi wa Mungu anawaombea kwa Mungu, na akiwaombea wanafanikisha katika maisha yao. Na sio Wakristo tu au Wakatoliki tu. Mimi mwenyewe nimeshuhudia mama mmoja ambaye ni Muislamu na alikuwa na changamoto. Akaniuliza, "Sister, unafahamu kaburi la mtumishi wa Mungu Benedetta Mbawala?" Nikamuonyesha. Akasema, "Mimi nina shida kubwa sana, lakini hata kama mimi ni Muislamu na imani kwamba yeye ataniombea kwa Mungu ambaye ni Mungu wetu sisi sote, na mimi nitafanikisha na nitapona katika ugonjwa wangu." Na kweli alivyosali, baadaye akanipigia simu kwamba, "Sister, mimi nimepona." Kwa sababu hata madaktari wenyewe walipata changamoto kumtibu yule mama. Wanajaribu hiki hawafanikisha. Alianzia mkoani Songea, wakamleta Peramiho. Hata Peramiho kwenyewe wanachanganikiwa, lakini mwishoni akasema, "Naenda kumuomba yule sister aniombee kwa Mungu ili niweze kupona." Na baadaye
akapona. Kwa hiyo ili kaburi utakuta watu ambao sio Wakatoliki tu, na kokote wanakoenda wanaendelea kueleza kwamba kule kuna mtumishi wa Mungu ambaye ukisali kwenye kaburi lake unafanikiwa. Kwa hiyo hapa daima utakuta pana watu wanasali, wanaweka mishumaa zao, udongo unaisha, wanajaza tena udongo mwingine. Kwa hiyo kwetu sisi wa Benediktini ni furaha kubwa sana kwamba tuna mtumishi wa Mungu ambaye tukiwa na changamoto mbalimbali tunaweza kufika hapa tukasali tukafanikiwa katika maisha yetu. Ndio. Asante sana sister kwa maelezo hayo mazuri ambayo sina shaka mtazamaji wangu amepata kufahamu walau ABC zinazoendelea kumuhusu Sister Bernadetta Mbawala ambaye kwa sasa ni mtumishi wa Mungu na mchakato wa kumtangaza kuwa mwenye heri unaendelea. Sasa tumepata bahati ya kuzunguka katika shamba hili la Bwana makaburi ambapo wanazikwa masista wa shirika lenu, na utakapofika kwenye kaburi la Sister Bernadetta Mbawala hakuna kile kibao ambacho kimeeleza majina yake na ule utambulisho wake kama alivyo makaburi mengine. Ili ni kwa sababu gani? Nadhani walipoanza ile process walitoa kila kitu na baadaye tena ikaonekana bado watu wanaendelea kujenga tena, wakajengea pembeni mle. Kile kibao nadhani inawezekana kikarudishwa tena, lakini lile kaburi kidogo pia ni la pekee kwa sababu hata bila kibao lile kaburi linatambulika kwamba ni la mtumishi wa Mungu Bernadetta Mbawala. Hata bila kibao na liko tofauti na mengine. Kwa hiyo kibao kile hata kama akipo, lile ni special kaburi ambalo ni la mtumishi wa Mungu. Na nadhani alihitaji hata hilo kibao kwa sababu ukifika tu pale unaonja kwamba hapa ni kitu cha pekee sana. Ndio. Asante sana sister. Kwa hiyo ili ni eneo ambalo masista wote wa shirika lenu wanazikwa hapa. Eneo ambalo masista wetu wa shirika wanazikwa hapa, lakini kuna pia upande huu ambao wanazikwa mapadre wa Benediktini na pia mabruda. Lakini kuna wamisionari wengine ambao walitembelea Tanzania na wakafia maeneo haya, hawakuwa na sehemu nyingine ya kuazika. Kwa hiyo utaona makaburi mengine yako tofauti, ni wamisionari wengine ambao wamezikwa hapa, lakini wao si wa Benediktini. Lakini vile ukiangalia mbele yetu kule kuna makaburi mawili tofauti. Kule kuna watoto wa daktari mkubwa mmoja wa hapa Peramiho ambaye watoto wake wote wamezikwa pale, na aliomba kwamba watoto wangu wazikwe hapa. Kwa hiyo hii ni eneo of course inajulikana kwamba ni kwa ajili ya masista na mafada na mabruda, lakini kuna exceptional cases. Kwa mfano wale watu ambao hawakuwa na sehemu yoyote ya kuazika. Kwa mfano dokta yule pale, yeye nyumbani kwao ni mbali sana Bukoba, lakini akapenda, manake ametumikia maisha yake yote huko Peramiho. Kwa hivyo akaomba na watoto wake wazikwe hapa. Ndio. Kwa hiyo ni ruhusa tu kwa mtu yeyote kitaka pengine kuja kuomba nafasi hapa, au kwa sababu alikuwa na upekee wake kama daktari? Sio swala la kuwa daktari, lakini nadhani ukiangalia pia ni ana sehemu nyingine. Ana sehemu nyingine, lakini ameona maisha yake amekaa huku. Kwa hivyo wamisionari pia wakaona wanaweza kuaccommodate na wengine wakazikwa hapa. Lakini sio kwa sababu yeye ni daktari, kwa sababu kuna wengine wamezikwa hapa wala hawakuwa madaktari, lakini hawakuwa na sehemu nyingine, lakini na wenyewe waliwazika hapa, lakini ni wachache. Zaidi ni masista na mabruda na mapadre. Ndio. Hongera sana sister, na tunakupongeza kwa utume ambao unaendelea kuufanya. Sasa upo katika shirika ambalo Sister Bernadetta alikuwepo, si ndio? Au alikuwa tofauti? Sister Bernadetta, mimi nipo kwenye shirika ambalo masista wetu ndio walikuwa walezi wa kuwalea wale masista wa Mtakatifu Agnes Chipole. Kwa sababu wale walipoanzishwa walihitaji pia walezi. Kwa hiyo wale masista wetu walikuwa walezi wao. Wakawalea wakakua, na baadaye wakafungua nyumba yao Chipole, ndio makao yao makuu. Kwa hiyo Sister Bernadetta alikuwa kwenye lile kundi la wale masista, lakini japo ni wale wa mwanzo, yeye na aliishi huku Peramiho.
Ndio. Unafanya utume ambao Sister Bernadetta aliufanya ule ule ambao unaufanya wewe, na ni utume ambao pengine umemsaidia au umemsogeza kufika katika hatua alionayo sasa, ambapo ametangazwa kuwa mwenye heri, ametangazwa kuwa mtumishi wa Mungu, anaelekea katika hatua ya pili sasa ya mwenye heri. Kwako inakupa tafakari gani kama mtawa? Unafanya utume ule ule ambao umemsaidia Sister Bernadetta kuanza kujongea utakatifu ambao Mwenyezi Mungu ametuitia. Kwanza mimi nikiangalia hii historia kwa mfano ya mtumishi wa Mungu ambaye process inaendelea, na ni sala yetu kwamba mwishoni aweze kutangazwa kuwa mtakatifu. Kwangu mimi kwanza ni changamoto, inanipa challenge ya kuongeza bidii kuishi maisha ya utawa inavyotakiwa. Yes, kwa sababu lengo letu sio kuishi tu, unaona, lakini walau mwishoni na sisi tuweze kuungana pamoja na watakatifu wote. Kwa tukiona kuna wengine wanaitwa tayari ni watumishi wa Mungu, tunapata ule moyo wa kuendelea kumtumikia Mungu kwa uaminifu, kwamba kweli inawezekana. Na nafikiri ndio cha msingi katika maisha yetu, sio kuishi tu, lakini mwishoni wote tuweze kuungana na Mungu. Ndio, lakini tuendelee pia kuwaombea watu wengine kama anavyofanya yeye. Sio tu hapa duniani, lakini hata baada ya maisha ya hapa tuwe pia waombezi wa watu wengine. Kwa hiyo mimi hii inanipa nguvu ya kuendelea kuishi maisha haya, lakini vile vile yananipa changamoto kwamba nisiishi tu, lakini niwe kwa ajili ya maombezi ya watu wengine. Asante sana sister. Neno lako moja kwa watawa wote ulimwenguni wanaokutazama wakati huu. Watawa wote ulimwenguni wanaonitazama wakati huu ni kwamba maisha ya utakatifu yanawezekana endapo tukimtumikia Mungu kwa uaminifu. Lakini tuwe watawa ambao wanaombea watu wengine. Na Bernadetta aliwaombea akiwa duniani na anaendelea kuwaombea kokote aliko. Kwa hiyo huyo ni mfano wetu mkubwa sana kwamba watawa tukiendelea kuishi maisha yetu kwa uaminifu, tutaendelea katika hali ya utakatifu na tutakuwa waombezi ambao sio hapa tu, hata baada ya hapa. Ndiyo. Asante sana sister, tukutakie utume mwema na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Asante sana. Nashukuru.